Vyema, ni wale pacha Jamila na Wanjiru na kama hukuwa nasi wakati mara ya mwisho, basi ni wale mapacha ambao wanakujaga kila Jumamosi saa 1 kamili kutoka hapa mjini Nairobi, na tumekuandalia taarifa nyingi tu kutoka katika sehemu mbalimbali. Naitwa Wanjiru Mbugua, ungana nasi hadi tamati na siko peke yangu. Bila shaka, jina langu ni Jamila Mbogwa, mwenzetu wa ishara ni Byron Abuli, na tunaanza na taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia. Familia mbili zitakesha tena usiku mwingine mgumu kwenye eneo ambapo jengo lililoporomoka mtaani South C Nairobi, huku makundi ya uokoaji yakifanya kila juhudi kujaribu kuwaokoa walinzi wawili wanaoaminika kuwa wamekwama katika vifusi vya jengo hilo. Viongozi kutoka kaunti ya Marsabit wametoa wito kwa serikali iharakishe shughuli za uokoaji. Na huku hayo yakijiri, uchunguzi wa kisayansi umeanzishwa ili kubaini hasa kilichosababisha ajali hiyo. Joseph Wakungu ana habari kwa kina. Nyakati zenye wasiwasi, kusubiri, uchungu pamoja na hali ya kutamauka. Hii ndiyo hali halisi kwenye eneo la mkasa ambapo jengo la orofa 14 lililoporomoka katika mtaa wa South C, ambapo vijana wawili wanaaminika walifunikwa katika vifusi. Wawili hao waliotambulika kuwa Ali Adan Galgalo na Arsam Bule Huka walikuwa wakifanya kazi ya ulinzi na wanasemekana walikuwa katika orofa ya 3 ya jengo hilo lililoporomoka. The last information we have is that they were on the 3rd floor of this building before it went down early in the morning. Waathiriwa hao wanasemekana kuwa wa umri wa miaka 30 hivi na wana familia zenye watoto wadogo, kila mmoja wao akiwa na watoto 3. Wakizungumza na wanahabari kwenye eneo la tukio, wawakilishi wa familia hizi pamoja na viongozi wa kisiasa wakiongozwa na seneta wa Marsabit Mohamed Said Chute walilalamikia shughuli za uokoaji walizodai zinaendeshwa polepole. Vijana wawili walikuwa na familia yao, wako na watoto, wako na mabibi zao, wote wako hapa. Tunataka serikali wawasaidie. What will be the next course of action? And if they can fast track the process of not just comforting the family that these people are alive or not. And if that process can be fast-tracked, we'll really appreciate. At this early stage, I wish to appeal to the families and the friends of the suspected victims to remain patient and hopeful. Huku haya yakijiri, serikali imeimarisha shughuli za uokoaji kufuatia mkasa huo. Waziri wa mipango maalum Geoffrey Ruku alithibitisha kwamba kinyume na ripoti za awali, ni watu wawili walioshukiwa kukwama ndani ya jengo hilo. We have 2 individuals, guards, who are suspected to be trapped in this building. We reviewed the CCTVs of the 2 pedestrians, and it is confirmed from the CCTVs that they were not trapped in the building. Serikali inasema jengo hilo lilikuwa na orofa 14 pamoja na eneo la chini lililoporomoka kutokana na kile wataalamu wanadai ni ujenzi wenye dosari. Hata hivyo, kilichosababisha kuporomoka kwa jengo hilo bado hakijabainika. Wale engineers ambao wanasimamia hiyo kazi wako wapi? Hao ndio kwanza wangefaa kuwekwa jela. Wakiwa kwa jela saa hii ndio taanze kuongea mambo ya nyumba. Investigation itaanzwa, of course, na tutademand hiyo investigation ianzwe. And by today in the evening, latest tomorrow morning, we will be able to answer those questions using scientific investigations, which are going to be conducted by the relevant institutions. Kwa siku ya pili mfululizo, waokoaji wamekuwa wakifanya kila juhudi kuondoa vifusi hivi, wakitumia matingatinga yao makubwa kuwafikia wale watu wawili waliokwama katika vifusi vya jengo hilo lililoporomoka jana. Hata hivyo, familia za watu hao zinasema hatua zaidi zinapaswa kuchukuliwa ili kuokoa. Nikiripotia runinga ya Channel 1 kutoka South C jijini Nairobi, jina langu ni Joseph Wahungu. Vijana wako na mabibi zao, wote wako hapa. Tunataka serikali wawasaidie.